Nilianza kumsaidia kukatakata mboga. At least wewe unajua kukata mboga. Kuna binti huwa anakuja hapa hajui chochote zaidi ya kunitazama. Mamake Allen alizungumza. Kila siku mtu amekuwa kwenye mazingira sio kila mtu amekuwa kwenye mazingira ya kufanya kazi. Nilimwambia mama Allen, siwezi kukubali hata siku moja Allen awe mwanamke asiyejua kazi. Sasa hivi niko kimya kwa sababu bado Allen anatapatapa. Atakapokuja swala la kuoa nitaongea sana. Mimi sio mpenzi wa Allen. Kanisaidia tu, kwa kuwa sina sehemu ya kwenda, nitafanya kazi zote hapa. Nilimwambia mama Allen, hata mimi najua wewe sio mpenzi wake la Allen. Na kwa kuwa umesema kwa mdomo wako basi utakaa hapa kwa amani. Mimi sina shida kabisa. Tena nitakupatia chumba chako, sitaki ulale kule kwa Allen. Simwamini kabisa. Mamake Allen alizungumza. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa mahusiano mazuri kati yangu na mama Allen. Alinipenda sana kwa sababu nilikuwa muongeaji na kuhusu swala la kazi za ndani kwangu haikuwa tatizo. Nilifanya kazi zote bila kinyongo. Kitu kingine, mama yake Allen alikuwa ni mtu mzima hivyo. Alihitaji kupumzika. Jiandae baadaye tunaenda kununua vitu vya ndani. Mama Allen aliniambia. Niliingia bafuni kuoga, muda ulipofika tuliondoka. Tuliingia sokoni tulinunua mahitaji muhimu ya ndani. Tuliviweka vitu ndani ya gari. Kisha tukaanza kuzunguka tena. Nunua chochote utakachotaka nitalipa. Mimi napenda urembo sana japo nimezeeka, lakini vitu kama hereni sijui makeup huwa havinipiti. Mamake Allen alizungumza. Sikuvunga, nilichagua makeup pia kwa sababu nilikuwa napenda urembo. Wakati tunatoka, tuliona watu wamelundikana kwenye kibanda kidogo hivi. Tulisogea kuona kitu gani kinaendelea. Kuna mwanamke hapa ni msoma nyota, alipia pesa. Nikwambie kitu vinavyokuhusu. Binti mmoja aliingia, alilipia pesa, ila alitoka machozi akiwa anamlenga. Bila shaka anaonekana mambo yake aliyoambiwa mule alikuwa anamuumiza. Huwa napenda vitu kama hivi. Acha nilipie pesa nikaangalie. Nikitoka naye utaenda pia. Mamake Allen alizungumza kisha akaingia ndani ya kile kibanda. Nikiwa namsubiria nje, nilisikia watu wakimsifia msoma nyota kwa kazi zake za uhakika. Mamake Allen alitoka baada ya dakika 20. Ndipo na mimi niliingia. Wewe ni aibovu. Kuku aliyekutaga alipaswa akuangamize kabla ya kutotolewa. Msoma nyota alizungumza baada ya kunishika mkono wangu. Nilitaka kuzungumza lakini alinituliza. Wewe ni mjane. Hujaandaliwa kuishi na mume. Kila mwanaume atakayempenda atakufa. Familia ya huyo mwanaume itaangamia. Mwisho familia yako utaipoteza. Kila kitu kitaishia kuwa kigumu kwako kama mbokoko wanavyoishi. Msoma nyota alizungumza kisha akanisogelea. Laana ulionayo mwilini mwako ndio imemuua pacha yako. Laana yako ni nyeusi, haiwezi kung'aa hata ikioshwa kwa maji ya dhahabu. Siwezi kukusaidia katika hilo, ondoka. Msoma nyota alizungumza. Sielewi unazungumza kitu gani? Mimi hapa nimepoteza kumbukumbu zangu. Je, unaweza kunisaidia niweze kukumbuka? Nimesema siwezi kukusaidia chochote. Fanya uondoke, tena usije kuzungumza haya maneno niliyokueleza kwa mtu yoyote kwa sababu watakuua. Msoma nyota alizungumza kwa ukali. Niliondoka, sikuelewa kitu gani alinieleza. Yule tapeli kaniambia kila kitu nilichowahi kukutana nacho. Mama Allen aliniuliza baada ya kurudi, kakueleza kitu gani? Nikamdanganya. Nikamwambia kaniambia na watoto 3 wakati sina mtoto hata mmoja. Nilimdanganya mama Allen kwa sababu yule mganga ashaniambia tayari nisimwambie mtu yoyote. Achana naye, funga mlango tuondoke. Nishaanza kupata njaa. Nilifunga mlango wa gari kisha mama yake Allen aliondoa gari. Maneno ya yule msoma nyota yalinikaa sana kichwani kiasi kwamba sikuwa nikielewa kabisa. Tulifika nyumbani, nilimwomba mama yake Allen nipumzike. Aliniruhusu, hivyo nilipanda kitandani. Nikiwa katika kitanda nilianza kusikia sauti ya mwanamke ikinifokea kuwa mimi ni mkosefu.
na nina mkosi, hivyo nikae mbali na Luna. Kichwa kilianza kuniuma sana. Mlango wangu uligongwa. Kwa maumivu nilokuwa nayapata, sikuweza hata kuamka. Sikumbuki nini kilitokea, lakini nilikuja kustuka nikiwa hospitalini. Allen alikuwa kasimama, alionekana akitafakari mambo mengi. Allen, nini kimenipata? Nilimuuliza Allen. Sijui. Mimi pia nikuulize kitu gani kimetokea, maana mama alinipigia simu kuwa umezimia. Kuna sauti ilikuwa inanifokea, sijui ni sauti ya nani. Imeniumiza kichwa sana, pengine ndio sababu nimepoteza fahamu. Livia, na kuhakikishia utakumbuka kila kitu. Wiki hii nitakuwa free, hivyo nitatumia huo muda kukusaidia ukumbuke kila kitu. Nitakulipa fidia pindi nitakapopona. Ni mapema sana Livia, haipendezi kuanza kuweka ahadi, Allen alizungumza. Simu yake ilianza kuita. Alipokea. Halo, namtuma driver taxi aje kukuchukua. Kuwa na amani, tutaonana baada ya nusu saa, okay? I love you, Allen alizungumza kisha akakata simu. Utapumzika kama masaa 8 hivi. Mama akasema atakuja kukuchukua. Nafikiri tutaonana jioni, kuna mtu muhimu nahitaji kuonana naye, Allen aliniambia. Nilimkumbatia kisha akaondoka. Dakika 2 hazikupita alirudi tena. Hebu niambie, kuna haja ya kupita saloni? Vipi, ili shati ni badilisha au liko sawa? Allen aliniuliza. Ni wazi kabisa alikuwa anaenda kuonana na mpenzi wake. Upo sawa, hauna haja ya kupita saloni? Asante na samahani kwa usumbufu, Allen alizungumza kisha akaondoka. Nilikaa hospitali kwa masaa 8. Mama yake Allen alikuja kunichukua. Alinipa pole kwa kilichotokea. Mama, leo una furaha sana, niambie kuna nini? Nilimuuliza mama Allen. Siku zote Allen amekuwa akiniletea wanawake wa ajabu. Siku ya leo kaniletea mwanamke mwenye heshima zake. Tena si mwanamke wa kuletewa tu, ni mchumba wake na pete walishavalishana. Kama mama, hiki ni kitu kimenivutia sana. Ni jambo la heri, nimefurahi pia, nilimwambia mama yake Allen. Kwa pamoja tunaondoka. Baada ya taratibu kufanyika, tulifika nyumbani. Kulikuwa kunanukia vizuri, kulikuwa na harufu ya chakula. Oh, umerudi? Mdada aliyekuwa amekaa sebuleni alizungumza. Ndio Tina. Huyu anaitwa Livia. Livia, huyu anaitwa Tina. Ni mchumba wake Allen. Mama Allen alinifanyia utambulisho kwa yule dada aliyekaa pale sebuleni. Tulisalimiana na yule dada. Muda wa chakula ulifika. Tulipata chakula kwa pamoja kama familia. Haraka niligundua Allen na Tina wanapendana sana na hapo serious na mahusiano yao. Wakati wa kula kuna sauti ilinijia kichwani. Ilikuwa sauti ile ile niliyoisikia ikiniambia mimi ni mkosi, nikae mbali na Luna. Kwa wakati huu ilinishtumu kuwa nimemuua Luna. Sio hivyo tu, kuwa taswira ya mwanamke ilinijia akiwa amekaa na mimi kwenye meli. Kichwa changu kilianza kuuma sana. Niliondoka sebuleni nikaelekea chumbani kwangu. Allen alinifuata, alinipatia dawa za kutuliza maumivu. Kuna sindano nilikuchoma mwezi mmoja uliopita, nahisi imeanza kufanya kazi kwa sasa. Kila utakachokuwa kinakuja kichwani, jitahidi kuandika kwenye diary. Naamini itakuwa msaada mzuri kwako. Siwezi kumficha mama juu ya hali yako, ila Tina afahamu tofauti na mama. Sitaki mtu mwingine afahamu hali yako, huenda akakutumia vibaya. Pumzika, Allen alizungumza. Nilimshukuru kwa ukarimu wake. Baada ya Allen kuondoka, nilipanda kitandani nikalala. Maisha yaliendelea kama kawaida. Mwanzoni Tina alikuwa ni mtu wa kunipenda, kuzungumza na mimi, lakini kadri siku zilivyozidi kwenda alipunguza mazoea na mimi. Sikumjali sana, nilihisi huenda akawa mjamzito. Hata mama Allen alifikiri hivyo. Jioni moja Allen aliniletea nakala iliyokuwa na tangazo la kazi. Kabla hata sijasoma, Tina alikuja chumbani kwangu. Nipatie hiyo nakala uliopewa na Allen, Tina alizungumza akiwa kasimama. Nilifanya kama alivyotaka. Cha ajabu alichana kisha akanitazama kwa macho makubwa.
naomba upunguze mazoea na Allen. Kwanza sasa kila mtu afanye mambo yake. Allen amekuwa ni mtu wa kukuzungumzia wewe. Hii hali inanikera sana. Hata kama unaishi hapa kwa msaada, haimaanishi sasa kila